Chama cha ACT Wazalendo kimepinga hatua ya Jeshi la Kujenga Taifa kuwataka vijana wote wa upande wa bara na Zanzibar kushiriki ama kuripoti katika vituo vya mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa chama hicho Salim Bimani, chama hicho kinapinga hatua hiyo kwa sababu JKT ama Jeshi la Kujenga Taifa si chombo cha muungano. Kwa hiyo wachukua vijana wa Kizanzibari na kuwapeleka kwenye makambi ya mafunzo ni sawa na kuwaburuza, na pia ni jambo ambalo linakiuka katiba na linakiuka mamlaka ya Zanzibar na vyombo vyake vya ndani vya ulinzi na usalama. Mengi zaidi msikilize mwenyewe Salim Bimani akitoa ufafanuzi kuhusu swala hilo. Na baada ya ufafanuzi wake, tupe maoni yako, wewe unaonaje kuhusu swala hili hapo kwenye sehemu ya maelezo, sehemu ya comment. Tamko rasmi la chama cha ACT Wazalendo kupinga wito wa JKT kwa vijana waliomaliza kidato cha 6 Zanzibar. Chama cha ACT Wazalendo kimepokea kwa mshangao mkubwa taarifa iliyotolewa na Jeshi la Kujenga Taifa JKT ya kuwaita vijana wote waliomaliza kidato cha 6 kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar kuripoti kwenye makambi ya JKT. Tamko hilo la JKT, Jeshi la Kujenga Taifa, limeeleza kuwa mafunzo hayo ni ya lazima kwa ajili ya kujengewa uzalendo na kama kigezo cha kuajiriwa kwenye utumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. ACT Wazalendo tunapinga vikali mno tamko hilo na utaratibu huu, hususan kitendo cha kuwajumuisha vijana kutoka Zanzibar kwa lazima kwa sababu za kikatiba, kimuundo na kulinda mamlaka na heshima ya taasisi za Zanzibar. Aidha, tumeisikia kauli ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia kwa waziri wake wa nchi, Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, kuhusu jambo hili. Hata hivyo, kwa bahati mbaya sana, ingawa sio kwa kushangaza, imeshindwa kujibu hoja za msingi na inathibitisha tu kwamba utawala huu uliopo sasa Zanzibar hauna ujasiri, ari wala ushupavu kama waliokuwa nao viongozi wa Zanzibar waliopita linapokuja suala la kuitetea Zanzibar. Linapokuja suala la kuitetea Zanzibar ndani ya mfumo kandamizi wa muungano, uongozi wa sasa unaona aibu na haya kusimamia mamlaka na heshima ya taasisi za Zanzibar, na badala yake wanahangaika na kucheza na maneno tu. Huu ndio msimamo wetu ACT Wazalendo. Moja, JKT sio chombo cha muungano. Kwa mujibu wa katiba na muundo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jeshi la Kujenga Taifa JKT si chombo cha muungano. Zanzibar ina mamlaka yake kamili katika masuala yasiyo ya muungano, na utumishi wake kwa taifa, national service, haujapata kuwa suala la muungano. Katika hali hii, Zanzibar kwa mujibu wa katiba yake ina idara maalum yenye hadhi na majukumu yanayofanana na JKT, ambayo ni Jeshi la Kujenga Taifa JKU. Kulazimisha vijana wa Zanzibar kwenda JKT na kupora mamlaka ya Zanzibar na kudharau uwepo wa JKU. Tunajua kwamba kumekuwepo na majaribio ya kutoa taswira kwamba JKT sasa imekuwa
ni chombo cha muungano kwa kutaja sheria iliyorekebisha sheria ya utumishi wa taifa, yani the National Service Amendment Act namba 22 of 1975. Hata hivyo, sheria hiyo haiwezi kulifanya jambo ambalo si la muungano kuwa la muungano. Kwa vyovyote vile, sheria hiyo haiwezi kuwa juu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano na katiba ya Zanzibar ambazo zinaitambua mamlaka ya Zanzibar kwa mambo yote yasiyohusu mambo ya muungano. Kuthibitisha kwamba JKT haijapata kuwa ni chombo cha muungano ni jinsi ambavyo imekuwa likiendeshwa tokea kuanzishwa kwake. Kwa upande mwingine, ni jinsi ambavyo Zanzibar imekuwa ikiendesha chombo chake kama hicho kwa upande wake wa Zanzibar, yani JKU. Ndio maana hata mara moja Wazanzibari hawajawahi kuambiwa kuwa SUMA, JKT na kampuni nyingine tanzu ambazo zipatazo 20 kuwa ni mshirika wa muungano. Inasikitisha sana, ijapokuwa haishangazi kwamba waziri wa Zanzibar mwenye dhamana ya JKU ndiye anatoka hadharani kutaka vijana wa Zanzibar wapelekwe JKT badala ya JKU anaoisimamia. Inawezekana utii wake hauko kwa Zanzibar na kwa taasisi za Zanzibar. JKT 2 haiwezi kuwa kipimo cha uzalendo kwa Wazanzibari. Tunamkumbusha mkuu wa JKT na mamlaka zote za Jamhuri ya Muungano kuwa uzalendo wa Mzanzibari haupimwi kwa kupitia JKT. Vijana wa Zanzibar wamekuwa wakipata mafunzo ya uzalendo na ukakamavu na kujitegemea kupitia JKU tangu kuanzishwa kwake. Kudai kwa JKT pekee ndio inajenga uzalendo ni tusi kubwa kwa JKU na kwa Wazanzibari kwa ujumla waliolitumikia taifa lao kwa uaminifu kupitia vikosi vya SMZ. 3. Vigezo vya ajira katika vyombo vya Jamhuri ya Muungano. Jeshi la Polisi, Idara ya Uhamiaji na Jeshi la Ulinzi wa Tanzania JWTZ ni vyombo vya muungano. Kama kweli kuna nia ya dhati ya kuajiri Wazanzibari katika vyombo hivi, kigezo cha kujiunga hakipaswi kuwa ni JKT. Mafunzo ya JKU lazima yatambulike na kupewa uzito sawa na JKT. Kumtaka Mzanzibari aende JKT ndipo apate sifa ya kujiunga na Jeshi la Wananchi wa Tanzania au polisi ni mbinu ya kimfumo ya kuwabagua na kuwanyima fursa vijana wa Zanzibar ambao tayari wamehitimu JKU. 4. Ukosoaji wa Rais wa Zanzibar. Chama cha ACT Wazalendo kimesikitishwa na ukimya na mtazamo wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi katika kulinda mamlaka na maslahi ya taasisi za Zanzibar, jambo ambalo ni matakwa ya katiba ya Zanzibar kwa kila Mzanzibari. Inaonekana wazi kuwa Dr. Mwinyi
bado ana mapenzi makubwa na uaminifu zaidi kwa JKT, taasisi ambayo ilikuwa chini yake kwa muda mrefu alipokuwa waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuliko JKU ambayo ndiyo chombo rasmi cha Wazanzibari anachokiongoza sasa, ambapo katiba ya Zanzibar inamtambua kama kamanda mkuu wa idara maalum za SMZ. Kama rais wa Zanzibar, jukumu lake la kwanza ni kulinda na kukuza na kuzitetea taasisi za Zanzibar. Kukaa kimya huku JKU ikishushwa hadhi na vijana wa Zanzibar wakilazimishwa kwenda JKT ni ushahidi wa udhaifu katika kutetea maslahi ya Zanzibar. Tunamtaka Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi asimame kama rais wa Zanzibar na aitetee JKU badala ya kuendelea utii wake kwa JKT. Maazimio na wito wa chama cha ACT Wazalendo. Kutokana na ukweli huu, ACT Wazalendo inatoa wito na maazimio yafuatayo: moja, kwa JKT kusimamisha mara moja wito wa lazima kwa watumishi wahitimu wa kidato cha 6 kutoka Zanzibar, na badala yake utaratibu huu uachwe mikononi mwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia JKU. 2, wa vyombo vya ulinzi wa Muungano, yaani Jeshi la Wananchi wa Tanzania, polisi na uhamiaji, kutamka waziwazi kuwa cheti cha mafunzo ya JKU ni kigezo tosha na sawa na JKT katika mchakato wa ajira kwa vijana wa Zanzibar. 3, kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar SMZ kutoa tamko la kulinda heshima ya JKU na kuhakikishia vijana wa Zanzibar kuwa mafunzo yao ya uzalendo pale inapohitajika yatatolewa na JKU ndani ya Zanzibar. ACT Wazalendo itaendelea kusimamia imara na kutetea maslahi ya Zanzibar, muundo wa muungano unaheshimu pande zote mbili na kupinga aina yoyote ya ubaguzi na ukiukwaji wa misingi ya kikatiba. ACT Wazalendo, taifa la wote, maslahi ya wote. Na kushukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana wanahabari, asanteni, na naamini mtawahabarisha Watanzania na Wazanzibari na ulimwengu mzima kwa taarifa hii. Asanteni.